Azizi Ki hajakomea tu kuposti video na picha kwenye Insta story yake ambazo zinamuonesha Hamisa Mobeto akiwa na mwanamke ambaye ilidaiwa kuwa ni mchepuko wake anamsaliti Hamisa Mobeto. Azizi Ki bwana amekerwa sana na hiyo skendo, so amejitokeza hapa kwenye peji moja ya udaku na kutia neno baada ya kuwa wameposti video mbalimbali za matukio mbalimbali, Azizi Ki akiwa na huyo mwanamke, ambapo Azizi Ki kwa mujibu wake ni kuwa ni mtu ambaye wako naye karibu kwa kipindi kirefu, na hata Hamisa Mobeto pia anamfahamu huyo mwanamke na sio wapenzi kama ambavyo imedaiwa. Sasa Azizi Ki bwana alijitokeza kwenye peji moja ya udaku na kuandika kuwa upumbavu, upuzi, kweli ni ugonjwa wa akili. Anasema jaribu kuweka sawa maisha yako na uangalie matatizo yako kabla ya kuweka sawa maisha ya watu wengine. Upumbavu, puuzi, kweli ni ukosefu, anasema kweli ni ugonjwa wa akili. Jaribu kuweka sawa mwenyewe, kujiweka sawa mwenyewe na kuangalia matatizo yako kabla ya kuangalia matatizo ya watu wengine. So huo ni ujumbe ambao Azizi Ki bwana ameweza kucomment kwenye peji ya udaku baada ya kuonekana kama Azizi Ki bwana anamsaliti Hamisa Mobeto. Azizi Ki anasema upumbavu, puuzi, ujinga, kweli ni ugonjwa wa akili. Jaribu kujiweka sawa mwenyewe na kuangalia matatizo yako kabla ya kuweka sawa maisha ya watu wengine. Hii ndo nasikia ile kwamba ya kwako yanakushinda ya wengine utayaweza. Ya kwako yanakushinda ya wengine utayaweza. Kwa hivyo Azizi Ki anasema jaribuni kuweka sawa maisha yenu na kuweka sawa matatizo yenu kabla ya kuanza kudili na maisha ya watu wengine. Aiseni hatari kweli kweli. Sasa hapa maoni ya watu kwenye hii peji baada ya kuwa wameposti na kusema kuwa huyu dada jamani ni nani? Mbona kama Azizi Ki na msaliti Hamisa? Huyu anasema huyo ni shemeji yake nyinyi. Kweli Azizi Ki amchiti Hamisa? Anasema kuwa na wewe mtoa umbea unafuatilia kabla kuposti au kuchukua umbea kutoka kwa watu. Huyu akaja akasema kwamba kwa kweli, huyu akaja akasema kwa hiyo mnataka jamani Azizi Ki akiwa huko asiwe na mahusiano na mtu yoyote yule zaidi ya Hamisa tu. Huyu akaja akasema huyo ni bebe mama wa Azizi Ki. Huyu anasema atakuwa bibi yake jamani huyo. Huyu anasema sema aende kutengeneza maisha, hakuna kwamba sema aende akatengeneze maisha, hakuna kitu pale. Huyu akaja akasema ya lini hii jamani? Huyu anasema umbea jamani utawaua. Huyu anasema wanaume kuchiti ni kawaida yao, ashikwe bega tu huyo. Huyu anasema kwamba nasemaje ukute ndugu yake nyie haya. Huyu anasema Mungu wangu wanaume jamani mpoje, lakini Azizi Ki hebu kuwa na huruma basi. Huyu dada naye mbona anajua Hamisa ni mke wake alafu anafanya hivyo. Huyu anasema kikubwa hajamzidi Hamisa wetu. Huyu akaja akasema kwani mchepuko wenyewe wanasemaje? Huyu anasema hii nayo kali jamani. Huyu anasema mtoto wa babake mdogo huyo. Huyu anasema hii ni siku nyingi bwana. Huyu anasema mtoto wa mamake mdogo huyo. Huyu anasema kwamba dada mwenyewe very simple na pochi zake za Kariakoo. Hana makuu. Atakuwa dada yake, atakuwa dada wa massage huyo. So huyu hapa anasema eti huyo dada atakuwa ni dada wa massage, anamfanyia massage na nini Azizi Ki. Huyu anasema mtoto wa mamake mdogo bwana huyo. Huyu anasema si Muislamu jamani, wake wanne naruhusiwa. Huyu anasema jamani, kwani Azizi Ki hana ndugu, hana dada? Acheni bwana, ndugu zake wote mnawajua, mwacheni bwana kaka wa watu na ndoa yake. Anasema mustake kuweka dosari, mustake kuweka dosari hapo. Hapo kwani kipi cha ajabu amefanya binadamu? Kwamba hapo kipi cha ajabu amefanya binadamu bwana? Mbona ampendi furaha za wenzenu? Huyu anasema watu ni wachawi. Huyu anasema kabisa, yani hawapendi furaha za watu kabisa. Kaka wa watu ametulia na mke wake, wao tena wanataka kutia dosari. Huyu anasema wamezoea kuona mabaya na watadumu milele na milele mpaka watazeeka. Huyu anasema hebu ajitokeze hapa ni mwanaume gani hachiti wala hajawahi kuchiti, kwamba yeye ni malaika hana matamanio.
na pengine ni ndugu yake huyo. Huyo anasema kwamba lilivyo na roho mbaya sasa, hide my ID. Anasema wewe si mbea, kwa nini hide your ID? Anasema wivu tu. Hapa na mchambu huyo aliyeleta umbea alimwambia kuwa ficha utambulisho wangu. Huyu hapa akasema, huyu akaja sema kwa kweli wafitini wanaona haya huko alipo. Huyu anasema bora maana nilianza kuwa mnyonge bwana hapa. Huyu akaja akasema kwamba anasemaje huyu? Anasema mnyonge wa nini? Huyu anasema alivyoposti ule Bimai alivyoposti ule Bikizee Mai. Huyu akaja akasema da alhamdulillah. Huyu anasema wambea kama na waona vile. Huyu anasema jibu moja tu safi kabisa. Huyu anasema wasomi hai. Huyu anasema bora mwaya umekuja. Anasema nusu pilau la sikukuu lisishuke. Huyu anasema wambea kama na waona vile. Huyu anasema kwamba maskini furaha ya watesi imekuwa ya view once. Anasema sababu walikuwa washaanza kufurahi huko kwamba ndoa chali. Anasema kwamba fulani kaishiwa. Huyu anasema alhamdulillah nilikuwa nina stress, asante sana Aziziki. Huyu anasema alhamdulillah. Huyu anasema Maimartha hai. Watu wanamwambia Maimartha hai. Huyu anasema hasidi wanazidi kukumbuka kwamba kumbuka. Huyu akaja akasema hapo anasema kwamba hapo nimepumua. Huyu anasema Mwenyezi Mungu awalinde inshallah. Huyu akaja akasema Mungu ni mkubwa. Huyu akaja akasema kwamba nitieni Bikigagula Maimartha aje huko aone kuna kwamba aje huko aone unayo yaomba hayatakuwa kamwe. Anasema nitieni Bikigagula Maimartha aje huko aone anayo yaomba hayatakuwa kamwe. Huyu anasema asante shemeji. Haya watesi leteni jingine, hili limesha shindikana. Hatari kweli kweli. Huyu akaja akasema afadhali jamani. Huyu anasema kwamba umewanyosha waliosema kuwa ni mchepuko Aziziki. Maskini bomu la watesi limeshindikana kulipuka. Yani wanawish hii ndo ivunjike hata kesho. So wanapoona limetulia hata skendo hamna, ndo wanaanza kuyazua. Huyu hapa anasemaje huyo? Anasema mimi nampenda sana Hamisa. Huyu anasema kwamba Maimartha domo hoi. Huyu anasema kwamba Mungu awasimamie, kaeke emoji ya makopa kama yote.